Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo. Asubuhi ile, taifa lilipoamka, hali haikuwa ya kawaida. Redio na runinga zilitoa tangazo moja lile lile. Burkina Faso ilikuwa chini ya uongozi mpya wa kijeshi. Barabarani, watu hawakupiga kelele za shangwe wala vilio vya hasira. Walikuwa wanatazama kwa macho ya tahadhari, wakijiuliza kama huu ungekuwa mwanzo wa matumaini au marudio ya maumivu. Ndani ya jengo la serikali, Ibrahim Traore alisimama mbele ya kamera kwa mara ya kwanza kama kiongozi. Hakuzungumza kwa sauti ya kujisifu, hakutoa ahadi nyingi. Alizungumza kwa maneno machache lakini mazito. Nchi yetu iko kwenye hatari. Tumechukua jukumu hili ili kuilinda, si kuitawala kwa tamaa. Maneno hayo yalienea haraka. Vijana wengi waliona uso wao ndani yake, kijana kama wao, aliyechoka kuona askari wakifa, wananchi wakikimbia makazi yao, na viongozi wakizungumza bila vitendo. Hatua za kwanza hazikuwa rahisi. Traore alianza kubadilisha muundo wa uongozi wa jeshi, akisisitiza nidhamu na uwajibikaji. Aliwatembelea askari mstari wa mbele, akasikiliza malalamiko yao, na kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu, askari walihisi kiongozi yuko karibu nao, sio juu yao. Lakini kila hatua aliyochukua ilizalisha maadui wapya. Baadhi ya mataifa ya nje hayakufurahishwa na msimamo wake. Kauli zake kuhusu uhuru wa kweli, kujitegemea na kukataa kuendeshwa kwa maagizo ya mbali zilianza kuibua tahadhari. Ndani ya nchi kulikuwa na waliomuona kama tumaini na wengine waliomuona kama hatari. Traore alijua hatari hiyo, hakujificha. Katika hotuba moja alisema wazi, nchi yetu haitajengwa na hofu ya nani atasema nini nje, itajengwa na kazi na kujumbana. Lakini kadri alivyopata uungwaji mkono wa vijana, ndivyo presha ilivyozidi kuongezeka. Minong'ono ya njama ilianza kusikika. Ripoti za majaribio ya kumpindua zilianza kusambaa. Usiku haukuwa tena wa usingizi mzito, ulikuwa wa tahadhari. Wale waliokuwa karibu naye waliona mabadiliko. Uso wake ulikuwa bado thabiti, lakini macho yake yalionyesha uzito wa mtu anayejua kwamba historia haimpi nafasi ya makosa mengi. Kila uamuzi aliyoufanya ungeweza kumuinua au kumwangusha. Na katikati ya yote hayo, jina moja lilianza kutajwa tena na tena: Thomas Sankara. Watu walimlinganisha, wakitarajia arejee roho ile ile ya mapinduzi ya zamani. Lakini Traore alijua jambo moja: matarajio yalikuwa makubwa kuliko yeye mwenyewe. Katika sehemu ya 3, tutajua maamuzi yake magumu zaidi, hatari alizokaribia kukumbana, na mustakabali wa uongozi wake. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu Typhoon Film TZ kwa miendelezo. Asante.